kutoka katika chombo cha Mudifo. Haya, ameuliza maswali mengi. Naomba katibu kama atakumbuka kuniandikia aniandikie. Nakumbuka mnatarajia kutumia kiasi gani cha pesa katika kuliendea hili jambo? Jawabu ni kwamba ni mapema kulisema hilo, kwa sababu uzoefu unaonyesha mwaka jana tulivyopangilia sivyo ambavyo ilivyokuwa, na hatujui mwaka huu itakuwaje, lakini tunaamini huenda kukawa kuna mabadiliko kutokana na vile tulivyopanga. Kiwango cha mahari tulichokipanga kwa kila kijana, hilo pia tungeliomba liwe chini ya kapeti, kwa sababu ya kuepusha usumbufu kwa namna moja ama nyingine. Nasema moja tu katika usumbufu ambao unaweza kutokea, nikitaja labda ni kiwango fulani, alafu akatokea mtoto mmoja wa mjini, yeye anadaiwa nusu yake, anaweza akataja kiwango kile kile muda wa kuwa amekisikia hicho ndo kiwango kilichopangwa. Naam, ili mradi kwamba sisi tuko tayari kutimiza ndoto ya vijana 100. Hayo hatuyaangalii insha Allah. Kwa nini awe wanaoozeshwa wao waislamu watupu? Nimesema ya kuwa katika kusaidia Uislamu haujatuagiza kuchagua wala kubagua, isipokuwa kuna misaada mingine automatically inakuwa ni misaada ya kidini, misaada ya kiimani. Kwa mfano suala la ndoa. Suala la ndoa ni suala la ibada, ni sunna miongoni mwa sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kama hilo halitoshi, ndoa ni nusu ya dini kwa mujibu wa Uislamu. Kwa hivyo tukasema tunawalenga waislamu watupu, kwa sababu kuna sharti mojawapo hapa, wakubali wote ndoa zote hizo zifungishwe kwa pamoja hapa Dar es Salaam. Tutafungisha vipi ndoa mchanganyiko? Itakuwa mtihani kwetu. Naam, swali lingine ambalo pengine nimelisahau, naamini nitakuwa nimemjibu ndugu yangu kadri ya uwezo wangu. Ndio. Naam. Sawa. Mwaka jana kwa kuwa jambo lilikuwa ni jipya kwa Watanzania, nilisikika nikisema wanaweza kukaribia hata 1000 walioonyesha nia, wakatupigia simu, wakatutumia message kupitia katika social media zetu na simu zetu za mikononi, na hata wakaja hapa makao makuu ya Al-Hikma Foundation. Lakini baada ya kutoa fomu, waliochukua fomu takriban wanafika 250. Tulipowachuja wakafika mpaka 110. Tukapambana kuhakikisha vigezo na masharti tunayafata kwa umakini zaidi, ndipo tukapata watu 70 wanaostahiki kuozeshwa. Changamoto zipo. Vijana wa siku hizi hawajui ya kuwa ndoa ina pande mbili, ina raha na ina karaha. Wao wanaamini ukienda katika ndoa mwezi wa kwanza kitambi kama kawaida, shavu dodo, mambo super. Kumbe hawajui unayeishi naye ni mwanadamu, na yeye ana mazuri yake na ana mapungufu yake, na kugongana kupo. Ulimi na meno wakati mwingine hugongana. Kwa changamoto zipo. Hata wale tuliowafungisha ndoa, baada ya muda baadhi walikuja hapa kwetu wakiomba tuingilie kati baina ya wao na wake zao, ingawa walikuwa ni wachache, hawazidi 2, na alhamdulillah tukawasikiliza, tukawasuluhisha, na mambo super, mambo yanaendelea kama kawaida. Naam, swali lingine. Karibu ndugu. wanaishi pamoja sasa hivi na watoto wanao tayari, na wao pia inawahusu
Naam, ndugu mwandishi kutoka Sai Mgwao blogo, ndugu Jaafar, Sheikh Jaafar Abdurrahman anauliza surprise hii, je, surprise hii inawahusu na wale ambao pika na pakua wanaishi pamoja bila ya ndoa, kana kwamba wamekwisha kuwa mke na mume, wamekwisha pata hadi watoto? Jawabu ndiyo, surprise hii na wao inawahusu, kwa sababu kisheria ya dini hawa bado ni mabachela na mabachelati, ingawa wanaishi kama mke na mume, ingawa wamezaa, lakini utaratibu huo waliojiwekea ni nje ya mfumo wa dini yetu tukufu ya Uislamu. Hao hasa tunawapenda na tunawataka ili tuwasaidie kuwatoa katika janga la kuendelea kumwasi Mungu wetu, Mola wetu na mlezi wetu, na kutenda dhambi ya tatu kwa ukubwa, dhambi ya zinaa. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi, hata nyie njoeni tukae na nyinyi tuwatoe katika hilo. Ndoa ni takriban dakika 2 hadi 3, tuhalalishe